Shabiki Michael Kuka Bolandinga, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye amekuwa akipata umaarufu mkubwa kimataifa kwa sababu ya namna yake ya kuonyesha mafanikio ya timu yake ya kitaifa katika kombe la mataifa Afrika, yani AFCON ya mwaka 2025. Badala ya kucheza muziki, kuimba na kuambiana na mashabiki wengine kama kawaida, anajitokeza kwa kusimama bila harakati yote muda wote wa michezo, akiwa amevaa suti na kainua mkono mmoja kuelekea juu. Hii inamfanya nikishe kama sanamu ya mtu hai ndani ya uwanja. Sababu hiyo ya kitendo hicho sio tu kuwa na shabiki wa soka, bali ni heshima kihistoria kwa Patrice Lumumba, kiongozi wa taifa wa kwanza wa demokrasia ya Kongo na ishara uhuru wa nchi yake. Kifungo chake cha kusimama kimetokana na sanamu ya Lumumba iliyo Kinshasa, na Mikaeli mwenyewe amesema anafanya hivyo kukumbuka na kumpa heshima kiongozi huyo aliyechaguliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza nchi ya demokrasia ya Kongo baada tu ya uhuru. Nikukaribisha sana katika historia ya Michael Kuka Bolandinga. Michael Kuka Bolandinga ni mtu aliyejulikana kwa msimamo wake, nidhamu na juhudi katika maisha. Alizaliwa katika familia ya kawaida iliyomfundisha maadili ya kimsingi kama heshima, bidii na wajibikaji tangu akiwa mdogo. Shabiki huyu ambaye amejivunia sifa nyingi sana pale katika michuano ya AFCON mwaka 2025, ambapo katika hicho ambacho ameweza kufanya kimeshangaza watu wengi sana, akiwa anaiga sanamu la Patrice Lumumba, kiongozi ambaye alishaye kuteka heli sana katika nchi ya Kongo kwa kipindi hicho. Na kwa kipindi hicho ilikuwa teknolojia hamna, lakini ameweza kupata sifa kubwa kweli. Sasa Michael Kuka Bolandinga imefanya trend sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Amepostiwa hadi na rais wa CAF, hapa namzungumzia Patrick Motsepe wa huko South Africa. Kuishia hapo, kufuatia peji za CAF online wameweza kumposti sana huyu shabiki wa nchi ya demokrasia ya Kongo, ambaye mara nyingi amekuwa kivaa suti uwanjani, lakini akisimama akiwa amenyosha mkono juu ndani ya dakika 90 za mchezo bila kukaa, akionyesha ishara ya kiongozi wao huko, akimwenzi Patrice Lumumba. Maisha ya awali ya Kuka. Tangu utotoni, Michael alionyesha dalili za kuwa mtoto mchangamfu na mwenye hamu ya kujifunza. Alipenda kusikiliza wazee, kuuliza maswali, kushiriki shughuli za kijamii. Malezi aliyopata yalimjenga kuwa mtu mwenye kujiamini na maono ya kimaisha. Alipokuwa anakumbana na changamoto mbalimbali za maisha, lakini hakukata tamaa. Changamoto hizo zilimfundisha uvumilivu, subira, umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii ili kufikia malengo. Elimu na masomo. Michael Kuka alianza elimu yake ya awali katika mazingira ya kawaida kama watoto wengine. Akiwa shuleni, alikuwa mwanafunzi mwenye bidii na anejali masomo yake. Alipenda sana kujifunza, alionyesha uwezo mzuri katika masomo, alihitaji kufikiri kwa kina na kuwasiliana. Kadri alivyokuwa akiendelea na elimu yake ya sekondari na ya juu, ikiwemo mafunzo ya kujifunza nje ya darasa, alijenga maarifa ya ujuzi uliomsaidia kuelewa jamii na dunia nzima kwa ujumla. Elimu yake ilichangia sana kumkuza kiakili na kumpa mwelekeo katika maisha sasa. Kupitia elimu, uzoefu na malezi aliyopata, Michael Kuka Bolandinga amekuwa mtu mwenye msimamo, anajitambua na anajulikana kwa maendeleo ya jamii. Anaamini katika maarifa, mazungumzo na maendeleo binafsi pamoja na jamii kwa ujumla. Huyu ni Michael Kuka ambaye ameweza kujizolea sifa nyingi sana. Hivi sasa ameweza kuhojiwa na vyombo vikubwa sana hapa duniani, ikiwa ni baada ya yeye kuonesha utofauti wake pamoja na watu wengine ama mashabiki wengine pindi akiwapo uwanjani. Staili yake ya kusimama dakika 90 imeweza kuwavutia watu wengi sana. Majira jana tuliweza kuona kwamba baada ya timu ya Kongo kufungwa na Algeria, mchezaji aliyefunga hilo bao la Algeria aliweza kuonesha ishara kama vile kumkwaza ama kumkosoa shabiki huyu kwa kuonesha mgando wake ambao huwa na uganda akiwa uwanjani, lakini baada hapo akaanguka, kuonesha kwamba utaganda lakini utaanguka. Lakini baada hapo alikuja kuomba radhi mtandaoni kwa style ambayo alifanya, akasema kwamba hakuwa na nia kumdhalilisha, bali alifanya kama utani tu. Michael Kuka Bolandinga, tunapozungumzia jina lake hivi sasa, limeweza kuzua gumzo sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ikionyesha uwezo wake na umaarufu wake ambao umepata ndani ya muda mfupi katika michuano hii ya AFCON. Japo timu yake ya taifa ya demokrasia ya Kongo imeshatolewa, lakini
ameonyesha ni kwa namna gani ameweza kuipaisha Afrika kwa ujumla, na michuano hii imeweza kupata sifa kweli kupitia yeye ambaye amekuja na style yake ya kuganda. Lakini cha kushangaza kwa uaminifu kabisa, sina taarifa zilizothibitishwa hadharani kuhusu ni lini, ni wapi Michael Kuka Bolandinga alizaliwa. Pia si salama kubashiri na kutangaza tarehe ambayo bado haijajulikana halisi bila chanzo cha wazi. Kwa hiyo tuna njia mbili salama za mbele. Kama niko kazi hizi za shule, insha niambie, nitakwambia kuhusiana na maisha yake ambayo ameyapitia akiwa utotoni, na pengine alianza kuonekana miaka gani hasa. Hivyo tutaweza kugesa ama kuotea ni lini alizaliwa. Lakini kwa mfano, kuna jarida moja ambalo liweza kuchapisha taarifa hizi na kusema kwamba Michael Kuka Bolandinga alizaliwa mwaka 1985 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ingawa taarifa hii bado haijathibitishwa rasmi na vyombo vya habari vya nchi ya Kongo wala yeye mwenyewe wakati wa mahojiano yake akiwa anafanya pamoja na BBC na RFI bado hakutaja tarehe yake ya kuzaliwa. Michael Kuka Bolandinga ni shabiki ambaye hivi sasa tunajivunia sisi kama Waafrika kulingana na kile ambacho amekifanya mpaka dunia nzima hivi sasa inamtambua. Na michano hii ya soka imeweza kuenea, klipu nyingi sana zimetoka zikimuonesha Michael Kuka Bolandinga. Hivyo huyu amekuwa kama kielelezo namba moja wa michano hii ya AFCON ya mwaka huu ambayo imeweza kufanyika, na tumeweza kuona timu ya Taifa Stars iliweza kutolewa na Morocco kwa bao 1-0, ingawa kulikuwa kuna kashikashi nyingi sana katika huo mchezo, lakini tumeweza kuwakilisha vyema. Lumumba ni kiongozi wa kihistoria alifariki kwa mazingira ya uasi na hujuma za siasa miaka 1960, na bado anaheshimiwa sana kama shujaa wa uhuru na uzalendo wa Kongo. Kwa nini anajulikana sana katika AFCON ni mwaka 2025? Katika michuano ya AFCON iliyofanyika Morocco mwaka 2025, shabiki huyu aligeuka kuwa mmoja wa picha zinazokumbukwa zaidi kwa sababu alisimama bila kusogea hata kidogo kwa muda wote wa michezo, hata wakati ya timu yake ilipofungwa na kuondolewa kimashindano. Ushawishi wake ulikuwa mkubwa kiasi kwamba alipewa nafasi maalum kutoka katika serikali ya demokrasia ya Kongo. Mashabiki wengine walifuatana naye Morocco, jambo lililovutia wanahabari, watumiaji wa mitandao na wachezaji wa timu pinzani kuzungumzia kitendo hicho. Kuhusu kuombwa radhi kwa tukio lililotokea kutoka katika mchezo wa raundi ya 16 bora dhidi ya Algeria, mara baada ya mchezo kuisha kwa mkwaju wa mwisho, mchezaji mmoja Algeria alionekana akimfanyia ishara ya kuiga mtazamo wa shabiki huyo kama aibu na utani, jambo lililokosolewa sana na mashabiki wengi. Baadaye mchezaji huyo aliomba radhi hadharani akieleza kwamba hakujua nini na nani shabiki huyo anawakilisha wakati huo, na kwamba alitaka tu kucheza kwa utani bila nia mbaya. Aliweka ujumbe wa msamaha kwenye mtandao wake wa kijamii akisema anaheshimu timu ya Kongo na mashabiki wake. Muhtasari: Michael Kuka Bolandinga ni shabiki maarufu wa demokrasia ya Kongo anayejulikana kwa kusimama kimya kama sanamu ya Patrice Lumumba kwenye mechi za AFCON. Kitendo chake ni heshima, historia ya uzalendo, kuonyesha hadhi ya kiongozi muhimu wa taifa. Katika tukio moja, mchezaji Algeria aliashiria kwa utani na ishara yake, jambo lilosababisha lawama, na baadaye aliomba radhi kwa niaba ya vitendo hivyo.